to biashara. Hii business model canvas watu wengi inawasaidia katika kuandaa business plan au business proposal ili uweze kuielewa vizuri biashara yako kiundani. Na kabla sijaingia ndani kabisa, nataka niwakumbushe last time tulijifunza ile growth curve ya biashara, na tukasema kwamba cha kwanza hapa, any entrepreneur anaanza kupambana na product, but of course before the product we have the idea, kwamba unakuwa na idea yako. Sasa ili idea yako iwe nzuri, tuone kwamba ni nzuri, then you have to implement it. Hapo ndo tunaanza kuona product yako au tunaanza kuona service yako, and then from there tukasema distribution, go to the next stage which is distribution, and then stage inayofuata kwenye growth curve tukasema kwamba hii ni value chain, mnyororo wa thamani, and this is so huge. And then lastly sema ecosystem. Now umewahi kusikia kabisa story tofauti kwamba biashara kila baada ya miaka 5 kuna biashara zinakufa, kila baada ya miaka 10 kuna biashara kadhaa zinakufa. Na moja ya vitu ambavyo huyu bwana ambaye alitengeneza business model canvas anaitwa Alexander akasema mara nyingi watu wengi biashara zinakufa au wanabadilisha hata focus yao kwa sababu wanashindwa kuelewa jinsi biashara yao inapotakiwa kuendeshwa, jinsi biashara yao inatakiwa kuingiza kipato na mambo mengine. Kwa hiyo akatengeneza BMC, which is the business model canvas. Business model canvas ina vipengele 9. Business model canvas ina vipengele 9, na hivi vipengele vyote 9 vinatusaidia kuijua kiundani biashara yetu, lakini kujua pia akina nani ambao tunataka tuwahudumie, kwa sababu mara nyingi wafanyabiashara wajasiriamali wanafikiri kwamba business is about them. Business is not about you. Biashara yako umeanzisha, mawazo ni ya kwako, lakini kumbuka kwamba umepanga na umetarget kutimiza expectations, matarajio ya wateja ili waweze kukulipa. Kwa hiyo kama hujatimiza yale matarajio yao, sahau kabisa wao kukulipa kabisa. So business model canvas, hivi vipengele vyote 9 tutavipitia kimoja na utaanza kuelewa why this business model canvas itakusaidia sana. Na wale ambao wanapata shida natengenezaje business plan, hii inaweza ikawa msingi mzuri sana kwa wewe kutengeneza business plan, kwa sababu ukishaelewa hivi vipengele 9 ni rahisi sana hata wewe kukaa na kuandaa business plan ambao unaweza ukawapa investor waweze kuwekeza hela nyingi zaidi, au ukawapa watu wengine business partners au kwenye partnerships zako ili waweze kukusaidia. Kipengele cha kwanza kabisa ambacho sitaki nianzie huko, nataka nianze vipengele kama 3 vya msingi. Kwanza, cha kwanza kabisa kwenye business model canvas ni customer segments. Hapa lazima ujiulize kwamba I want to serve, nataka nimhudumie nani, mteja wa aina gani, kuanzia kwenye labda umri wake, kwenye kipato, lakini pia huyu mteja huyu value gani ambayo anaitamani kutoka kwangu, yani kitu gani ambacho yeye kama mtu wa rika fulani au kipato fulani, vitu gani ambavyo natakiwa nivijue kwake. Mimi nakumbuka kuna kipindi wakati naanza trainings na seminars, kuna kundi fulani nilikuwa nahudumia sana wanafunzi, nilikuwa nahudumia sana wajasiriamali wadogo, wale ambao wanasema wadogo, lakini it reached a point nikaona kwamba sasa kuna wengine ambao wanaweza wakahudumia, na mimi nikabadilisha customer segment yangu, nikaanza sasa kwenda kwa SMEs, small and medium enterprises. Hao ndo
nikaanza kuwahudumia wanafunzi, sio sana, lakini nilianza kustructure customer segmentation yangu kwamba mimi nataka nihudumie watu wa aina fulani. When it comes to biashara yako, lazima ujiulize kwamba nataka nihudumie watu wa aina gani. Kuna watu ambao hawahudumii wanaume, wanauza nguo za kike tu. Kuna biashara ambazo zinauza nguo za watoto tu. Kwa hiyo yeye ametarget watoto. Kuna watu ambao wametarget wafanyabiashara wakubwa wenye pesa nyingi, ndio maana ana plan, sema labda mfano Rolls Royce. Rolls Royce ametarget watu wake, uwe na kipato cha aina fulani ndio uwe mteja wa Rolls Royce. Kwa hiyo lazima uwe na customer segmentation. Nimetarget kumhudumia nani? Hiki ndio kipengele cha kwanza. Umetarget kuhudumia SMEs, umetarget kuhudumia big business, umetarget kuhudumia middle class, umetarget kuhudumia gender gani? Female or male? Umetarget kuhudumia watu wa aina gani? Lazima kwenye customer segmentation. Na huwezi kusema kwamba mimi nitahudumia wote, never. Ukisema hivyo, yani utajikuta kwamba umechanganyikiwa, kwa sababu utakuwa na customer segmentation ambayo iko very wide na wote huwezi kuwaridhisha, huwezi kufikia mategemeo yao. Kwa hiyo hiki kipengele cha kwanza ni cha muhimu sana. Who do I want to serve? That's the first thing. Lakini kitu cha pili, tukiruka hapa, hiki hapa, unique selling proposition. What is your uniqueness? Kitu gani cha tofauti cha kipekee ambacho utakitengeneza ili huyu aache mtu mwingine ambaye anauza ubuyu kama wewe, mtu ambaye anatoa elimu kama wewe ni shule, mtu ambaye anauza nguo kama wewe. What is the uniqueness that you're putting out? Hiyo ndio inaitwa value proposition, and that is where branding, last time tuligusia kuhusu branding. Hapa ndo branding inapokuwa ya muhimu sana. Kwa sababu gani? Branding will set you apart from the rest of the competition. Last time niliwaambia tafuteni kitabu kinaitwa Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy kitasaidia kujifunza how to beat your competition, but it also help you to create a unique selling proposition, a value proposition, something unique. Now, how do you create something unique? Unaweza ukaamua kwamba mimi biashara yangu nitatengeneza upekee kwa namna labda speed inavyowahudumia wateja. Kwamba mimi mteja akifanya order haichukui zaidi ya siku moja, hata kama yupo nje ya mkoa huu, lazima tu atapata huduma yake. Au kama ni mteja yuko pale location, pale dukani, kwamba akitoa order haichukui zaidi ya dakika 15, tayari nimeshamhudumia na ameshaondoka. Au wewe kama ni restaurant, kwamba experience, you can use experience. Ukiachana na speed, kwamba mteja ameingia inachukua labda dakika 2, akishaingia tu ndani, mimi na wafanyakazi wangu tumeshakubaliana kwamba mteja yoyote akiingia asikae zaidi ya dakika 2 hajasikilizwa. Speed. Experience, unaweza ukatumia experience kwa mteja akija, the first thing ambacho tunataka tumpe a VVIP experience, ajisikie yuko nyumbani. Kwanza awe comfortable, kama ni kumpa maji, ni kumpa kahawa, kuongea naye vizuri. Unaenda sehemu nyingine, wanakuvua hata koti, wanaiweka sehemu, something like that. Au experience ya mazingira ya ofisi yako, kiyoyozi kipo, kahawa, soft drinks and all that. How can you create that experience? Lakini pia you can create uniqueness by the creativity.
using creativity, ubunifu, how you package your products, jinsi unavyo deliver products zako, vitu gani ambavyo unaviongezea tofauti na mteja ambacho wanakitegemea. This is the value proposition, the unique selling proposition au USP. Kwa hiyo ukishajua customer segmentation yao, ni rahisi sasa kujua kwamba huyu mteja kama ni VIP, huyu mteja ni muongezee kitu gani cha ziada, kwa sababu kumbuka kwamba huyu mteja atalipa kulingana na kile ambacho umekiongeza. So kama mteja analipa kidogo alafu umemtengenezea value proposition ambayo ni kubwa, inakukosa, utajikuta kwamba inaingia kwenye gharama zako and utakuja huko kwenye cost structure, itakuumiza sana. Lakini eneo la tatu, kwenye kipengele cha tatu ambacho nataka hapa tukizingatie pia ni customer relationship. Yeye una mahusiano ya aina gani na watu unaowafanya nao? Kwa mfano, kama ni mteja au ni supplier, haya sasa ndo mahusiano ambayo tunayazungumzia, au ni agent au ni mbia, mdau wako, mbia, partner, au huyu mteja umemtengenezea uhusiano wa aina gani, ukaribu, ukaribu wa aina gani, customer relationship. How do you deal with huyu mteja kwa ukaribu wa aina gani? Ukiweza kutengeneza segmentation, kwa sababu kila mteja, huyu mteja wa katikati kuna namna ambayo, kuna mahusiano fulani ambayo anahitaji uwe naye, lakini kuna huyu mwingine na yeye kuna namna fulani ambayo unatakiwa urelate naye. Kuna wateja wengine hawapendi kuwepo kwenye groups za WhatsApp. Mimi na mentees wangu, kwa sababu ya position zao, hao wanafunzi wangu wana position kubwa kwenye labda taasisi au kampuni, kwa hiyo hatamani kuonekana kwenye group umemchanganya na watu wengine. Hiyo ndo customer relationship. Lakini pia kuna wengine ambao pamoja na yeye kununua bidhaa yako na kila kitu, hapendi kuchukuliwa video ya testimony. La sivyo, labda anaweza akakubali kutengeneza maybe kupiga picha ile product, lakini yeye asionekane. Kwa hiyo what kind of relationship have you created? Hii ndo customer relationship. Kuna wengine you have to go further and then visit them kwa sababu ya level ya uhusiano ulionao na hao wateja. Kuna story moja nimewahi kuisikia. Kuna benki moja hapa Tanzania, mteja mkubwa sana, mmoja wa wateja wakubwa kwenye ile benki alikuwa amekasirika. Kwa hiyo hawakutuma afisa yoyote kwenda kuonana na yule mteja. MD ndo alinyanyuka kutoka ofisini akampata huyu mteja Bukoba kutoka Dar es Salaam. MD akampata huyu mteja Bukoba kwenda kuongea naye, na yale mazungumzo yalichukua kama dakika 15. So you can imagine kwamba kampuni inaweza ikatoa fund ya kumsafirisha MD kwa ndege kwenda kufanya mazungumzo ya dakika 15 tu. Lakini nini kina determine kwa nini kampuni ingie hizo gharama zote? The kind of relationship ambayo hiyo benki ilikuwa nayo na yule mteja. Kwa hiyo wako tayari kulinda haya mahusiano kwa hali na mali ili yasiweze kuvunjika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumeangalia vitu vitatu. Tumeangalia customer segments ambayo ni nani ambayo unamhudumia. Tumeangalia unique selling position, what are you giving out, what is the value giving out.
lakini pia tunaangalia customer relationship, mahusiano au uhusiano gani uliokuwa nao pamoja na hao wateja wako. Eneo la 4 ambayo pia natamani hili ni la muhimu sana ni channels, njia za kufanyaje, njia za kutengeneza awareness, njia za kutengeneza za kupeleka ujumbe kuhusu bidhaa yako au huduma yako au biashara yako. Utawafikiaje? How utawafikiaje hao wateja watarajiwa au wateja wako? Utawafikiaje waweze kupata taarifa kuhusu product yako, lakini pia utawezaje kutransport bidhaa yako mpaka iwafikie au huduma yako? Hizi ni channels. Kwa hiyo tukija kwenye advocacy au awareness, tunazungumzia social media, tunazungumzia mass media. Utatumia mbinu gani? If it is radio, if it is TV, ukiona kwamba inafaa, if it is mouth to mouth. Wewe unaamua kabisa kama mimi nitamfikia mteja mmoja mmoja. Zamani kwa wale ambao waliangalia hii movie Duka Huru amewahi kuipropose The Wolf of Wall Street. Zamani sales executive wa zamani walikuwa wanaenda nyumba hadi nyumba, wanagonga nyumba hadi nyumba. Of course siku hizi hiyo imepungua. So what we do these days, either utaenda ofisi hadi ofisi, lakini pia utaingia group hadi group online, au utaingia kwenye channel moja hadi channel nyingine kulingana na mtandao ulivyo. Utaingia kwenye akaunti moja akaunti nyingine, ukiwa unagonga una DM. So what are the channels ambazo utazitumia? Njia zipi ambazo utazitumia ili uweze kuwafikia wateja wako na taarifa za biashara zako uweze kuwafikia? This is the how kwenye channels. Kwa hiyo huwezi kusema kwa mimi nitatumia Instagram, nitatumia na Facebook, nitatumia na LinkedIn. Chagua, jiulize kwamba which is the best way, which is the best channel ya biashara yangu inayoendana na biashara yangu. Kama it is YouTube and Instagram videos, sawa. If it is LinkedIn, umetarget watu kadhaa, watu wa aina fulani wako LinkedIn au wako Twitter, then you use those channels. Kama unaona kwamba billboards zinafaa, that's okay. Kama unaona kwamba kuna festival moja ya kidini ilifanyika, waliweka mabango mengi sana barabarani, kila sehemu waliweka mabango. Kwa hiyo unaweza ukaamua kwamba mimi mabango au mimi flyers, kama bado zinafanya kazi. Siku hizi watu ukiwapa flyers wanazichana au wanazitupa. Kwa hiyo lazima ujiulize kwamba what are the channels. Kuna wengine wanatumia public events kufikia, entertainment events as a channel kuwafikia watu wao. So you have to ask yourself, nitumie channel ipi iweze kunifikisha kufikisha kwanza ujumbe wa bidhaa yangu na product yangu, lakini cha pili, how am I going to distribute my product and my service. So hiyo ni channels. Lakini kitu kingine ambacho nataka tukizungumzie cha muhimu sana ni hiki hapa, key activities. What do you do in order
to serve that person. Vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye on a daily basis. Hizi ndio key activities. Kwa mfano, kama kila siku activities zako unatakiwa ufungue, ufagie, uandae labda ni chakula, ukatekate mboga, upike. Those are the key activities. Ufanye packaging ya chakula, uanze kusambaza. Those are the key activities. Tunaweza tukajiuliza labda shule kama ni primary school au secondary school, what are the key activities ambazo unatakiwa uzifanye? Kuwachukua wanafunzi na school bus, hiyo ni key activity. Walimu kuandaa lesson plans na lesson note, those are key activities. Walimu kufundisha, kusahisha madaftari, those are key activities. Sasa na wewe jiuliza kwa upande wako kwenye biashara yako, what are the key activities? Kosa kubwa ambalo linafanyika hapa ni kwenye upande wa timu. Timu yako isipojua key activities, wanaweza wakapoteza muda mwingi kwenye vitu vingine ambavyo sio key activities, lakini wakajiona wako busy, and this is what I call busy for nothing. Busy for nothing. Kwa hiyo mtu anajikuta kwamba mimi niko kazini, niko busy, natoka jioni nimechoka, lakini muulize umefanya nini? Akikuorodheshea vile vitu ambavyo amefanya siku nzima, unajikuta kwamba vyote ambavyo amefanya siku hiyo, unajikuta viwili au vitatu ndio vinaingia kwenye list ya key activities. Kwa hiyo lazima utengeneze mlolongo, utengeneze list yako ya vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, timu yako inatakiwa ivifanye, hivyo viwe ndo vitu vya kila siku, ndio vitu ambavyo vinarun biashara yako. La sivyo utajikuta kwamba mmerundikana activities nyingine ambazo hazina hata maana. Kuna watu ambao wanakuja kazini and then anafanya kitu kingine kwenye biashara yake, anafanya kitu, yeye anajiona yuko busy, anajiona kwamba anafanya shughuli yoyote, lakini in actual sense if you connect anachokifanya na activities ambazo anatakiwa azifanye kwa ajili ya kugenerate income huku, anajikuta anafanya vitu vingine tofauti. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaorodhesha key activities ambazo hizi ni za muhimu. Ije vua, ije jua, siku hii au kila siku, hizi key activities lazima zifanyike. Kama ni kupiga simu, it is a key activity, make sure it is on the list. Na ikiwezekana write it as a memo pale kwenye notes board, wajue kabisa kwamba this is a key activity. Kupiga simu, kuwajulia wateja hali, to manage maybe the WhatsApp group au community mlionayo, that is a key activity. Kufanya follow up, it is a key activity. Kuandika records, orodhesha list ya vitu ambavyo ni key activities. Then tunakuja kwenye key resources. Key resources, nyenzo. Nyenzo gani ambazo biashara inazihitaji ili iweze kusonga mbele? Na nyenzo nyingine zinaweza zikawa upande wa technology. Resources nyingine ni upande wa technology, either hardware or software. Lakini moja ya nyenzo kubwa sana ni human resource. Rasilimali watu. Unaweza ukawa unahitaji magari, unahitaji kompyuta, unahitaji madawati. Hizo zote ni key resources. Lakini nani ambaye ataendesha hivyo vitu? Nani ambaye atasimamia hizo key resources nyingine zote? Kwamba umenunua magari, nani ataendesha ile gari? Dereva, ni mtu. Umenunua kompyuta, nani ataitumia hiyo kompyuta? Ni mtu. Umenunua flip chart, umenunua packaging devices, umenunua software, nani ambaye atatumia? It is very important kuinvest kwenye human resource, rasilimali watu. Mara nyingi
tunatumia muda mwingi kujifunza namna ya kudili na kompyuta, namna ya kudili sijui na kitu gani, alafu tunasahau kujifunza namna ya kudili na watu, wakati hii ndio rasilimali kubwa kwenye biashara yoyote. Kwa hiyo timu yako ni muhimu sana, kama ni kupata mafunzo, ni kupata maelekezo, kukaa nao vizuri, kujua kabisa wao wanahitaji nini kwa wakati gani, ili waweze kufanya kazi yao vizuri. Hii ni nyenzo muhimu sana, na hapa mimi nitakushauri tafuta kitabu cha How to Win Friends, How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ni kitabu ambacho kinatufundisha namna ya kudili na watu vizuri, namna ya kutengeneza mahusiano, lakini namna ya kumaintain hayo mahusiano either ya kibiashara au ya kirafiki, namna ya kudili na watu wagumu, difficult people, because this is a human resource ambayo ni very very key resource, ni nyenzo muhimu sana kwenye biashara yetu. Namna ya kuconnect na watu. Mwaka huu mimi nitazindua kitabu kinaitwa Get Connected, kinatufundisha namna ya kunetwork na kutengeneza relationship na watu wengine, lakini pia namna ya kumaintain hizo connection. Kwa hiyo tafuta kitabu cha Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, kwa sababu hii nyenzo ya watu, rasilimali watu ni muhimu sana. People run all these other resources. Utanunua kompyuta, utaweka software, utafanya nini, but human resource ni muhimu sana. Kwa hiyo kipengele cha 6 hicho. Kipengele cha 7 ambacho nacho ni muhimu sana ni key partnership. Easily connected to customer relationship, lakini hii hapa tunazungumzia sasa watu kwa level kama 3. Level ya kwanza, customers wako au ni partners wako, au tunaweza tukaita stakeholders wako. Kwa sababu hao wakati mwingine wanaweza wakakusaidia kumarket product yako. How does it come about? Ukiwa na loyal customers, wateja ambao wamenunua na wakanunua tena wakashiba, wakakutrust, hao wateja wanabadilika, wakaanza kumarket product yako, wanakusaidia kutangaza. Kwa hiyo these ones are partners kwa namna moja au nyingine. Hamjaandikishana mkataba au hamjaandikishana MOU kwamba kuanzia leo wewe utakuwa unanitangazia, lakini unajikuta wanakutangazia biashara yako na wanakuletea wateja wengine. So these are key partners, these are stakeholders in your business. Unaweza ukawa na agents, mawakala ambao na wao wanachukua product yako au huduma yako, wanaiuza au wanaisambaza. Unaweza ukawa na suppliers. Kwa hiyo lazima ujiulize kwamba nani key partners. Anza kuwaorodhesha kabisa, ujue kabisa fulani, Mushi, fulani, either mtu kama personal brand au business brand. Hao wote wanaweza wakawa stakeholders. Unaweza ukawa na investors. Hao wote wanaweza wakawa partners wao. Kwa hiyo wanaingia kwenye kipengele cha key partners. Watu wa aina gani ambao naweza nikashikana nao au nikatengeneza kitu kinaitwa alliance, nikatengeneza ubia au nikatengeneza partnership ili wanisaidie katika kupush biashara yangu, na wao kwa namna moja au nyingine wanafaidika kwenye partnership yako. Kwa hiyo key partners lazima ujue. Sasa usije ukajichanganya ukatengeneza key partners na competitor wako ambaye ni direct competitor. Hiyo nayo inaweza ikawa challenge kubwa sana. Unaweza ukawa na competitor ambaye sio direct competitor. Kwa mfano, wewe unatengeneza chakula au unafanya biashara ya chakula, you can partner na mtu wa juice, ili sehemu ambayo yeye anaenda kuuza juice
na wewe upo. Sehemu ambayo wewe unaweza kuuza chakula na yeye yupo. So you complement each other, you don't compete. Kwa tasnia ya public speaking unakuta kwamba MC anashirikiana na mtu wa muziki. So MC hana muziki, lakini wateja wake wanahitaji muziki. Kwa hiyo akienda sehemu anamwambia wa muziki twende pamoja. Kwa hiyo MC akiwa na charge anawaambia MC na muziki, lakini muziki sio wa kwake. Unakuta speaker au trainer anashirikiana labda na mtu wa videography, kwa sababu anajua kabisa nikienda sehemu fulani na nitahitaji videos au nitahitaji picha. Kwa hiyo this kind of partnership na wewe unaweza ukaitafuta kwamba mimi nafanya bidhaa fulani, nafanya biashara fulani, ili na product yangu iweze kuwafikia wateja, nahitaji partner wa transportation. Kwa hiyo mimi sina uwezo wa kupeleka bidhaa nje ya mkoa, lakini naweza nikapartner na kampuni ya transportation. Mimi nikisha package products zangu na kabidhi kampuni ya transportation, na wao wanafikisha mzigo wangu kwa mteja husika. Tumebakiza vipengele viwili, na kipengele ambacho hiki cha revenue stream nadhani kiache kiwe cha mwisho. Kipengele cha 8 ni cost structure, matumizi. Cost structure, matumizi. Tunapozungumzia running cost, hata ukija kwenye pricing, ukiwa unafanya pricing huwezi kuepuka masuala ya cost. Mpaka uje tuchukue mfano kwamba mimi nauza product yangu chupa moja shilingi 1000. How did I come up with this price ya shilingi 1000? Inawezekana nimechukua gharama za utengenezaji, cost of production, labda nimetumia shilingi 300. Muhimu sana kwa sababu gani? Cost structure ni muhimu sana kwa sababu lazima tujue kwamba gharama za uendeshaji ni shilingi ngapi, tukiunganisha na cost of production, ili tuweze kujua kwamba sisi bidhaa yetu inatengenezwa kwa shilingi ngapi, na hata tukiuza, this is the minimum price ambayo tunaweza tukaiweka kwenye offer, au this is the maximum. Nikitoa offer, hii offer haitakiwi kushuka chini ya hapo. Cost structure itatusaidia. Kama hujui cost structure, utajikuta kwamba unauza lakini unaingia hasara kwa namna moja au nyingine bila wewe kujua. Unakuta kwamba mtaji wako unapungua taratibu. Kuna mfanyabiashara mmoja, mwanafunzi wangu, alikuwa anachukua viazi Njombe anavipeleka Mtwara. Kwa hiyo kila akifanya ruti kutoka Njombe kwenda Mtwara, anajikuta kwamba mtaji wake umepungua, lakini anauza. So siku moja tukaanza kupiga mahesabu ya kitu kimoja. Pale ndo aligundua kwamba alikuwa anakosea kwenye eneo la cost structure, kwa sababu kuna baadhi ya costs alikuwa hazipigii hesabu. Zile chakula cha njiani alikuwa hakipigii hesabu. Akifika kule Njombe, wakati mzigo wanafungasha mzigo kule kijijini au shambani, yeye analala lodge. Zile cost za lodge alikuwa hahesabu. Wakati mwingine amenunua sijui, amejipongeza, ameenda sehemu fulani, alikuwa haandiki hizo cost zote. So if you're not careful about this, utajikuta kwamba kuna mtaji wako unalika kidogo. Kwa wale ambao wafanya biashara, marafiki wanakutembelea, unawanunulia soda, unawanunulia chakula,
kutumia fedha za biashara, if you don't write this down, itakuwa affect kwenye swala la cost. Na kipengele cha mwisho kabisa, kipengele cha 9 ni revenue streams, income streams. Hii naomba tuchukue mfano. Nitatumia mfano wa shule kwa sababu nimefanya kazi kwenye shule kwa muda mrefu. Shule ina income in revenue streams ngapi? And then tutakuja sasa kwenye biashara yako, kuna revenue streams ngapi? Shule, revenue stream ya kwanza ni ada. Ukiwa unaingia, mwanafunzi anaingia shuleni, wanakuambia lazima ulipe ada $2 au $3 kwa mwaka. That is okay. Kimaliza hapo, wanakuambia kwamba kuna uniform. Hiyo nayo ni revenue stream nyingine, unalipia uniform. Kabla sijasahau, kuna registration form. Registration form, kabla hata hujalipa ada, unalipia registration form. Na wengine interview, unafanya interview na hiyo interview unailipia. Na wengine wanafanya, kuna kitu wanafanya consultation, ili mwanafunzi mwanao aruhusiwe kuhamia kutoka shule fulani kuja kwenye shule yao au kuja kwenye darasa fulani, lazima afanyiwe interview and consultation. Hiyo yote ni revenue stream nyingine. Revenue stream nyingine utakuta sportswear, tofauti na uniform ya kawaida. Sportswear, wakimaliza hapo, katikati hapo kwenye muhula hapo kuna outings. Kuna outings, wanawatoa watoto, wanawapeleka Fun City, wanapeleka Mikumi, hizo zote ni income streams. Sasa mimi nimekupa huo mfano. Rudi sasa kwenye biashara yako. What income streams do you have? Una vyanzo vya kipato vingapi? Kuna sehemu nyingine ambapo utakuta registration fee, kuna subscription. Kwa mfano kwenye mitandao ya simu wanatuwekea subscription kwamba unalipia kila mwezi. Kila mwezi unalipia au kila wiki unalipia. Lakini kuna wengine unalipia kabla, unalipia alafu unatumia. Lakini hapa tunachoangalia ni kwamba product yako au biashara yako ina mianya mingapi ya kuingiza kipato. Je, kuna mwanya mmoja tu kwamba ukishauza product au service and that's it, ndio imeishia hapo? Kwa hiyo lazima uangalie kwamba naweza nikatengeneza vyanzo zaidi ya kimoja, kwamba naweza nikamuuzia mteja bidhaa au huduma, lakini kama daktari, mteja akalipia consultation kwa sababu anataka kitu kizuri. Mteja anataka kujenga nyumba au anataka kudecorate nyumba yake. Mimi kama mfanyabiashara, ili niweze kumshauri, analipia consultation fee. Lakini ili huyu mteja baada ya yeye kutumia ile product yangu au service yangu, tuweze kumfanyia retainer au tuweze kumfanyia coaching na mentorship, tunamuingiza kwenye program ya subscription ambayo analipia kila mwaka mara moja au kila mwezi mara moja. Hiyo inakuwa income stream ya tatu. Kwa hiyo you can look for ways of, as long as income stream yoyote ambayo unaiweka. Nimetumia mfano wa shule. Kwa hiyo hata wakikuwekea uniform pamoja na sportswear, you still see kwamba there is a product or service ambayo wamekuuzia, and it is very important na inahitajika. Kwa hiyo income stream yako isiwe moja tu. Unaweza ukatafuta vyanzo zaidi ya kimoja kutokana na biashara ile ile. Kuna rafiki yangu ambaye
anauza mafuta, lakini pamoja na kuuza mafuta anawafundisha watu wengine. Hiyo ni income stream nyingine, product ile ile, mafuta ya nywele, lakini ana darasa la kuwafundisha watu wengine jinsi ya kutengeneza yale mafuta, lakini at the same time ana darasa lingine la kufundisha wale ambao wanataka kuanzisha viwanda kama vya kwake. So unaweza ukaona kwamba ametengeneza income streams kadhaa. Ana online session, na juzi aliniambia sio ametengeneza kwenye Instagram, Duka Huru anajua masuala ya subscription, na yeye ameanzia subscription. Lakini pia hapo hapo anatengeneza content YouTube, na yeye anapambana channel yake iwe monetized, iweze kumuingizia kupitia product ile ile. So unaweza ukajiuliza kwamba wewe income streams zako ziko ngapi? Ladies and gentlemen, tumesha dissect business model canvas au BMC, vipengele 9. Ukiweza kuvichambua kiundani kimoja kimoja na ukakielewa, I promise you, you're going to know your business in and out. Na hata ukiichukua hii ukaanza kutengeneza business plan yako, hii haitokuwa ngumu sana kwako, kwa sababu hii ni foundation ya kutengeneza business plan. Ukishajua who you're serving, lakini utampa nini, unique selling proposition, value proposition, what are you going to give them, what is your uniqueness, nini tofauti yako na competitor wako, and then haya mengine ambayo tumeyazungumzia, na mwisho kabisa tumeangalia usiwe na income moja, usiwe na kipato kimoja kupitia biashara hiyo. Okay, naamini kwamba tumejifunza mambo kadhaa. Nikaribishe kama ni maswali. Riko, tunawaruhusu maswali? Okay, I see you Aisha. Namuona my brother Duka Huru is also online. Happy na kuona. Salome, you're there. Skin by Mena, Yvonne na wengine. Swali langu kwako, nataka nipate feedback kutoka kwako kwenye hivi vipengele 9 ambavyo tumejifunza. Mimi nataka nisikie kwako briefly, kipi ambacho ulikuwa unakifanya lakini unakifanya bila kujua, au ulikuwa unakifanya kwa kuongozwa labda na Roho Mtakatifu, au kwa kutokujua kwamba unakifanyia kazi? Kati ya hivi vipengele 9, naomba nisikie kutoka kwenu. Yeyote ambaye unaweza ka raise mkono wako and then ukatuambia, ili na wengine wajifunze kutoka kwako. Which among these ones? Nimeona kuna comment hapo ya nani, ya Salome. Okay. Sasa Skin by Mena utaturudisha nyuma sana. Wewe utakachokifanya, tutaangalia na mwalimu ili tukutumie video nzima. Riko, si utaweza kuirudia yote, lakini tumezungumzia vipengele 9 vya business model canvas. Kwa hiyo Skin by Mena, hakikisha kwamba unairudia hii video, ikiwezekana mara 3 au mara 4, ili uweze kuelewa, kwa sababu umechelewa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wengine wamevipata. Okay, comment nyingine? Kuna comment nyingine hapo nimeiona. Ilikuwa ya mwanzo. Okay, sawa. Kuna mkono wa Salome.
Naomba tumsikilize Salome. Mimi kwa kweli kila kitu nilikuwa nafanya kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sio kwamba nilikuwa na structure au nilikuwa na plan. I didn't have a plan. I just started my business overnight and it's been running. Lakini ni vitu ambavyo nilikuwa nafanya, kwa mfano kwenye swala la cost structure ni mtu ambaye nilikuwa very sensitive na matumizi na hela inayoingia kwenye biashara, na hata kama sina system ya namna ya kumonitor, maybe that one we can also ask, kwamba kwa a business that is starting I cannot afford kuwa na mfumo right now. Ni kitu ambacho nimeshaomba cost, lakini nikaona kulingana na biashara yangu ilivyo saizi siwezi kuafford kuwa na mfumo wa namna wa ku follow up zile cost ile inaingia na inayotoka, ingawa natamani kuwa na a tool ambayo naweza nikamonitor zile cost zangu, yani nitoke kwenye daftari angalau niwe hata na a tool, maybe an Excel tool or something ambayo inaweza kanisaidia. Lakini hivi vitu vyote nilikuwa nafanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kasoro kwenye multiple streams of income. Bado yani ni kitu ambacho nawaza namna gani tutatoka, kama ulivyoiweka, kutoka kwenye kuuza product tu tuweze pia kumonetize anything else that is involved with the business. Wow. Thank you so much. Asante sana Salome, na amezungumzia at least apate kitu ambacho you can start with Excel kwa wale ambao you are a little bit conversant with Excel, jaribu kuitumia hiyo, lakini pia kuna applications ambazo pia unaweza ukadownload, ingia kwenye Play Store. Kuna applications ambazo ni rahisi sana. Kabla hatujaingia sasa kwenye applications au kwenye systems za kutengenezewa specifically kwa ajili ya biashara yako, kwa wale ambao una uwezo, well and good, unaweza ukatengeneza system yako ambayo inaweza ika track cost zako, income na kila kitu. Lakini pia Salome, pia asante sana, umenikumbusha kwenye upande wa customer relationship. Kwa hiyo kuna systems za CRM, customer relationship management systems. Hizo nazo zinakusaidia kutrack aina ya watu ulionao, wateja, kuwakumbusha, kufanya follow up via emails na vitu. Kwa hiyo kabla hujafika kwenye hizo level, unaweza ukatumia njia zako labda za WhatsApp na channel na community ambazo unazitengeneza, lakini when you advance ukafika kwenye level fulani, mambo yakawa mengi, lazima utengeneze CRM system ambayo inaweza ikasaidia kumonitor kwanza wateja wako, mteja yupi ambaye amenunua hivi karibuni, mteja yupi ambaye ananunua sana, ananunua product ipi, mteja yupi ambaye at least unatakiwa umuongezee bonus. Vitu hivyo vyote CRM system inaweza ikasaidia. So thank you so much Salome, umenikumbusha hapo kitu. All right. Karibu Happy. Asante. Mimi vingi tu na mimi hapo nilikuwa navifanya, lakini ndo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa kweli. Yaani karibia vyote vilivyosema huwa vinatokea ofisini kwangu, lakini mimi nilikuwa naona tu ni namna ambayo inaweza nika retain wateja wangu na kufanya biashara yangu isife, lakini kumbe iko ndani ya strategies na plans za business. Kwa mfano kama hichi cha partnership ambao not formal, hicho nakifanyaga sana. Kwa mfano mteja akija akisema nimekuwa recommended na fulani, huwa anapenda kumjua huyo aliyemrecommend, kama anaweza nikamtafuta kwa simu. Kama ni mtu ambaye anakuja dukani mara kwa mara, tukamwandalia kazawadi, akija tunampa as shukrani. Lakini pia customer retention, kuna appreciation ndogo ndogo ambazo huwa nawapaga wateja wangu to the extent, yani huwa wakinunua kwa mfano kitu wamekiona kwa supplier mwingine, wanajisikia aibu kukileta kwangu nikifunge pamoja na mzigo wangu, kwa sababu wanahisi ni kama wameniangusha. Lakini naambiaga no, it's okay, lete tufunge, kwa sababu hicho kitu mimi sikuwa nacho, nikipata chukua. Kwa hiyo hivyo. Lakini pia mimi sijui ya kujua matumizi, cost za ofisi, mimi naitaga running cost za ofisi.
hizo nazipiga kila baada ya miezi mitatu. Kila baada ya miezi mitatu huwa naangalia kama nimeongeza watu nimeajiri, au kuna product, I mean kuna vitu ambavyo nimeviongeza katika ofisi ambavyo ni matumizi. Kwa mfano labda kuna kipindi unaweza ukatengeneza aina fulani ya mifuko, kuna wakati unaweza ukatengeneza, mimi kuna wakati natengeneza diaries na wapa zawadi wateja, kwa hiyo huwa naviingiza kwenye running cost za ofisi. Na huwa na margin na zigrade kwamba kwa siku ni kiasi gani kinatumika kama running cost. Kwa hiyo huwa najua kabisa kwamba kama nikiweza kufika mauzo ya kiasi fulani, manake leo nimeoperate katika zero, kwamba faida iliyopatikana yote ime run office for this day. Then kuna siku ikivuka, unajua kwamba sasa leo ndo nimetengeneza faida. Kwa hiyo pia inanisaidia kujilimit sana sana kwenye matumizi yangu binafsi, nisije nikaangusha biashara. And hicho cha sources of income zaidi ya moja ndo niko kwenye process ya kuendelea kufanyia kazi, kwa kutumia biashara yangu hii ya accessories. Kwa sasa hivi huwa na huduma ya ushauri kwa wale wanaotaka kuanzisha biashara ambao bado hawana mtaji mkubwa, lakini wanataka siku moja kuwa na maduka makubwa. Kwa hiyo tunakuwa na session nao ya 1-on-1, tunakutana tunaongea na kama ni mtaji, labda yeye nguvu yake anaona anaweza kaanza na mtaji kiasi gani, anaweza akachukua nini. Kwa hiyo mwingine unakutana naye ana ile tu hela ya session kwanza, alafu anakuambia anaenda kuandaa mtaji hivi. Nimejifunza hapo kwa huyo mwanafunzi wako jinsi ya kutumia kitu kimoja kuleta vitu vingi. Tajitahidi tuongeze na namna zingine kwa kweli. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much for that. Umegusia swala la key partners, lakini pia kwenye cost na revenue streams. Na hapa kwenye key partners nimeweka alama ya percentage. Kwa maana ipi? Umenikumbusha hapa kitu. Tujifunze kula na watu. Tena jana Charles nimemuona ameingia humu ndani. Jana tulikuwa tunazungumzia mtu ambaye Charles alimconnect kwenye biashara fulani, alivyopata mzigo, alivyopata income ile, akamsahau mtu aliyemuunganisha. Sasa jiulize, siku nyingine utapewa tena dili lingine. Kwa hiyo tujifunze kula na wale ambao wanatuletea hizo kama ni wateja wapya, wanatuletea deals mpya, wanatuletea masoko mapya. Wengine they will not ask you, hawatokuomba kwamba mimi nakuletea hivi, nataka commission fulani, lakini na wewe wakati mwingine kama ulivyosema unamuongezea, unamletea kazawadi, na wakati mwingine kama kipato kimeingia kizuri, unaweza ukampa percentage fulani kwenye kile ambacho ulichopata, ili siku nyingine, kwa sababu kumbuka kwamba kila unapomwambia mtu asante, this is also another way of saying naomba tena ukipata fursa nyingine. Kwa hiyo every time mimi nikikuletea fursa au nikikuletea soko na ukanipa asante, au hata bila mimi kuomba, I will always think about you. Kwa hiyo ni kitu ambacho na sisi pia tunatakiwa tukiangalie, ili tusiwe na mkono mgumu sana wa tuwe tunakunjua hicho kidogo ambacho tunakipata pamoja. So thank you so much for that. Kuna comment nyingine? Niko tumebakisha dakika ngapi? Okay. Jamani, kama hakuna comment nyingine, mimi naomba nimkaribishe pia my brother Duka Huru, kama yupo sawa, alikuwa barabarani, kama yupo tayari na yeye ashare kitu, especially kwenye experience yake ya kufanya biashara kulingana na hizi hivi vipengele 9 ambavyo tumevizungumza kwenye business model canvas, na yeye anaweza akatupa experience kwenye 2 au hata 3, and then we shall call it a day. Karibu sana my brother. Shukrani sana, sijui mnanipata wote?
na mnanipata wote, mnanisikia? Yes, nakusikia. Alright. Kwanza kuna kitu hapo kabla hatujafika mbali nilikuwa nataka niongezee. Mtu akitaka kutraki mapato na matumizi yake kuna best application mimi nilikuwa naitumia 4 years back, inaitwa Money Lover. Ipo kwenye App Store na Play Store zote. Money Lover inakuguide, inakwambia labda umetumia pesa, umepata 100,000, utaandika pale nimepata 100,000, itakuuliza ni income ama ni expense, utasema ni income. Itakuuliza source, unaweza ukaspecify au ukaacha tu bila kuspecify. Kisha itakwambia hii inaingizwa katika main source income au inakuwa ni passive. Utajustify kwamba hii ni main ama ni passive. Kisha ukitumia hata 30,000 ukiandika tena nimetumia 30,000 na kuuliza hii umetumia kwenye groceries au kwenye kitu gani. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nilikuwa natumia hiyo, nikakuja kukuta siku ya mwisho nimetumia bodaboda shilingi milioni 6. Kipindi hicho nilikuwa nikiitwa Happy, anakumbuka nilikuwa ninapepea na bodaboda tu kinita. So ngaja nikarealize sasa kama nimetumia bodaboda tu milioni 6, sisi si bora tu hapana, haija make sense. Kwa hiyo ndo nikaanza kujifuatilia, nikawa naanza kuwa makini na yale matumizi. Kwa hiyo nikiwa nimeingiza maingizo hata milioni 20, naona chakula changu nimetumia milioni 5 sijui, kwa sababu na rekodi kila kitu. Kwa hiyo kanifundisha kuwa na discipline. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama hauwezi kulipia mifumo rasmi, haujui kutumia Excel, download Money Lover, inasaidia sana sana sana. Moja, lakini la pili naomba niweke uzito hapo Rodrick, kwenye kuwa na kipato zaidi kimoja. Mimi Rodrick tunajuana muda sana nao. The only thing kinani connect na wewe ni kwa sababu wewe ni mtu genuine. Sijui wengine hawajakujua bado au wameshakujua, lakini to me my brother, wewe uko genuine. Na mimi huwa nikiwa na hata wanafunzi huwaga sina nachoficha wala sina cha moyoni. Mimi ninawafundisha kila kitu. One thing itatufanya tukwame kila siku ni kuwa na income source moja. Tutakwama sana. Kwa hivyo hata kama unapata biashara inaingiza milioni 100 kwa siku moja, hapana, haitoshelezi. Have another. Ukiwa na income source moja utachelewa sana sana sana, kwa sababu wewe nikupe tu reality check ya maisha ya kwetu Afrika. Utakapopata kazi yako Salome, utakuwa unasema roughly kwa mwezi naingiza milioni 3. Salome, hiyo hela hata kama hujaitangaza nyumbani, trust me, washajua, wameshapata hisia. Kwa hii sura ya Salome ilivyotabasamu hivi, paso milioni 2 mpaka 5 hapa kosi. Kwa sababu sisi Afrika tuna tabia ya kujiingiza kwenye mifuko ya watu. Tofauti na wenzetu wazungu, walishavuka hapo, wanajua Salome na maisha yake na plani zake. Na ndio maana jana nikaposti pia mtandaoni kwamba Happy kaolewa, lakini mimi naanza kumwambia Happy, kama mume wako afanye hivi bana, afai. Najiingiza kwenye vitu vya mtu, sasa naanza kuvuruga amani yao, kwa sababu mimi nimeweka mtazamo wangu ambao haukustahili kwa pale. It's the same na kipato. Kipato ni hivyo hivyo. Unapoanza kupata kipato milioni 3, 2, kuna mwingine anaingia sasa, anaanza kutengeneza ratiba na matumizi kwenye kile kipato chako. Sasa unapokuwa hauna passive income ama another source of income, itakuwa vigumu sana kuweza kukimbiza ratiba zako unavyotaka, kufikisha malengo yako unavyotaka, kwa sababu kipato kimoja kikulishe, kikuvishe, kilipe kodi za maisha, na wengine pia wakikia ratiba, na usipowapa wale wengine, laana, watavua nguo kuachia laana. Kwa hiyo the best way kujilinda mapema, tutengeneze sources za income zaidi ya moja. Rodrick katoa mfano mzuri sana hapo. Kama unauza earring kama Happy, anza kufundisha wajasiriamali na wanalipia program kwako. Kama unauza earring, anza kuambia jamani, mkitoka na handbag unaweza mkaoda, lakini have more Happy, you have energy, una time, una mtaji, anza. Ukiwa na kimoja, jaribu na kingine pia pembeni. Hata kama usipokiita Leima, kiita hata wakusindikiza brand. Yani you have some sources. Ndio maana kina Baresa wana sources of income nyingi.
Zikibana 4, 10 zinaingiza. Zikibana 2, yani yeye anajua I will get something out of somehow kwenye kitu moja wapo. La tatu ambalo nimesisitiza Mwalimu Rodrick hapo na mimi nisisitize, jifunze kula na wengine. Kwa sababu hata sasa hivi mimi naona kuna watu wanapoteza pesa na nguvu kwa sababu hawajui kula na wengine. Mimi najitolea mimi mfano Rodrick. Mimi ndo subject 0. Kuna mtu ananiona kabisa kila siku nafundisha watu kuhusu content, kurekodi na nini. Yule mtu anaenda China kununua nywele. Balala niambie duka huru sikia tuingie partnership na wewe. Mimi naenda China na kufungia mzigo wa content gears. Utauza hapo, mimi nachukua 60%, unachukua 40%, lakini zinakuwa ni under you everything. Ila tunatengeneza MOU mimi na wewe kwamba I take only 60% or you take 40. Lakini gharama za matangazo nitatoa mimi ili wewe usipate hasara 40% yako iwe huru. Ameniacha idle. Sasa mimi naenda China mwenyewe nachukua vifaa na kuja na nasema Dukoro na tamaa vipi wakati mimi nadaiwa ada na watoto wewe mpuzi. Ni kwa sababu tungetengeneza a certain way tuka coexist, inakuwa tujatengeneza uadui. Ndio maana watu wasichokijua Rodrick ni kwamba Marekani kuna kitu kinaitwa Silicon Valley. Jamani, naomba niwaambie hichi kitu muelewe. Hayo makampuni makubwa mnayoona yote Marekani yanamilikiwa na watu wawili tu. Yote 2 people. Na wale watu walifanya vile ili kutengeneza competition ya upuuzi, watengeneze competition yenye tija. Labda tunazungumzia Marekani, tuzungumzie Bongo. Mnamjua mtu mwenye zile gesi, Manjis gesi? Anaitwa Rostam Aziz. Rostam Aziz ndo amenunua Tigo, ndo amenunua Voda, ana hisa Airtel. Now, zote ni kampuni zake, kwani zinashindana? Tumia hiyo kitu kwenye akili yako sana. Makampuni makubwa hayashindani kipuuzi, yanashindana kifaida. Mimi na wewe hapa tunavimbiana kifua hivi, upati kitu, sipati kitu. So hicho Rodrick alivyosema jifunze kula na wenzako ni kitu kizuri sana. Yaani you think ni kidogo na chakula, lakini trust me ni kitu endelevu, sustainable, kwa sababu hakivunjiki leo wala kesho. Lakini hilo unachokula peke yako, wangapi mkuja mkula peke yao wamepotea. Mkula peke yao wamepotea. So kama unaweza ukapartner na mtu kwenye certain angle, muangalie tu Salome na unaweza kufanya hapa. Mimi naweza kufanya hapa. Happy naweza kufanya hapa. Let's do a combo tufanye hapa kwa pamoja. Somehow this inaweza kawa another source of income kwa wote pia. Kwa hiyo mimi nimeshare hizo 3 Rodrick kuhusu Money Lover, kuhusu sources of income isiyo moja, lakini pia jifunze kuwa na wenzako. Sometimes unaweza kuona fursa kwa Rodrick unaja wewe kuifanya. Kuna watu wakiona Rodrick anafanya kitu fulani anarukia pale na yeye. No. Una haja wewe kufanya kwa sababu unataka kufanya kila kitu mwenyewe. You can partner na Rodrick. Rodrick, mimi naomba niwe nakuletea suti. Every time you go out, unasema hizi ni designed by Rodrick. That's how you get money. So hivyo tu Rodrick, nashukuru sana kwa leo. Dodoma ndo nawakimbilia Rodrick Dodoma ili Jumatatu nianze kuwa visit. So kama kuna wa Dodoma huko, I am here. Wow. Asante sana my brother, shukrani sana kwa hiyo Money Lover, tutaifuatilia sana. Okay. Jamani, mimi sina la ziada na labda ni washukuru sana, lakini nakumbuka my brother niliwapa offer ya kuja kuhudhuria masterclass ya mwezi huu. Yes, Saturday. Saturday tarehe 26 pale PSSF Commercial Complex. Yeah. Let me hope kaka Duka Huru aliwatumia link. Jaza yes offer, you come free of charge ili uweze kujifunza, uweze kunetwork. You never know, opportunities pia zipo pale ambapo watu wanakusanyika pamoja. So tukutane hiyo tarehe 26 tujifunze business skills. Actually siku hiyo pia nitafundisha something about personal growth, 5 levels za personal growth. Kuna mtu atafundisha kuhusu business skills na mwingine pia atafundisha kwenye eneo lingine. Learning is always endless. Yani huwezi kusema kwamba nimejifunza sasa mimi najua kila kitu. Wanasema hivi, maarifa yoyote ulionayo au taarifa yoyote ulionayo leo, in the next 2 to 3 years hayo maarifa yamepungua nguvu au hayana maana kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukajiuliza vitu ambavyo tulikuwa tunavijua mwaka 2000,
mwaka 1995. Right now it is obsolete. Kwa hiyo lazima tuendelee kujifunza kwa sababu everything is dynamic. Mambo yanabadilika tena kwa kasi kubwa sana. So continuous learning ni muhimu sana. Usibweteke na kuona kwamba tayari I know my business and that is it. Something will change tomorrow and then itakushusha sana. Baada ya kusema hayo, shukrani sana my brother Duka Huru kwa kunipa nafasi, na niwape big up team nzima ya Duka Huru brand na wale wote ambao mmehudhuria. Thank you so much. Keep that commitment burning. And as always, tukumbuke kwamba mafanikio ni mchakato. Success is a process. Thank you so much. It's always a pleasure to have you, Rodrick. Thank you very much.